Swala ya Ijumaa ni swala ambayo kwamba imewekwa katika kila wiki na ina malengo ya kuwekwa swala kama hini. Swala ya Ijumaa ni swala imewekwa na ina malengo, na wanazuoni wametofautiana kwamba je, asli ilikuwa ni raka 2 au ni raka 4 ikapunguzwa kwa ajili ya zile khutba. Hii swala ya Ijumaa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam hakuiswali akiwa Maka, kwa sababu kulikuwa hana nafasi. Maka ilikuwa yahi Waislamu wakipata kichapo kisawasawa, muonekane mwenda kwa Mtume, watu walikenda kwa siri. Wewe hubidi sengine ubebe tita la kuni, onekane ndio kupeleka kuni nyumbani, kumbe ndio kuonana na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa mwanzo aloiswali ni swala ni As'ad bin Zurara Madina, ndio huyu wa kwanza alokusanya watu siku ya Ijumaa akaswali nao. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuja ndio ikaanza kuswaliwa swala ya Ijumaa. Na swala ya Ijumaa ni swala ambayo kwamba imethubutu katika Qur'ani, ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lisalati min yawmil jumu'ati, jumu'ati sio jum'ati, mimu dhamma, jumu'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bai'a. Na hii aya ilishuka wayua siku ya Ijumaa watu walikiitukuza kabla ya Uislamu, na siku ya Ijumaa ni siku watu kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, adhallaha Allahu qauman qablakum, alipoteza Mwenyezi Mungu watu waliokuwa kabla yenu nyinyi. Mayahudi wajua kwamba kuna siku imetukuzwa na Mwenyezi Mungu, wakatukua Jumapili, Jumamosi. Manaswara wajua kuna siku imetukuzwa na Mwenyezi Mungu, wakatukua Jumapili. Wote waikala kwao. Mwenyezi Mungu akaiata hii siku ya Ijumaa mpaka alipomtumiliza Mtume Muhammad, ndo akaidhihirisha kwamba hii siku ni siku ya Ijumaa. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akatwambia, khairu yaumin tala'at fihi shamsun yaumul jumu'ah, siku bora ambayo kwamba yatokewa na jua ni siku ya Ijumaa. Fiha khuliqa Adam, siku ya Ijumaa ndio aliumbwa Nabii Allah Adam, na siku ya Ijumaa ndio alitiwa peponi, na siku ya Ijumaa ndio alotolewa peponi, na siku ya Ijumaa ndio aloteremshwa ardhini, na siku ya Ijumaa ndio kutasimama kiyama. Wewe ukiona siku ya Ijumaa ndio jiandae kabisa, wakati wote wezekana ukasikia ngome imelepuka baba. Siku Ijumaa kiyama akisimama ila siku ya Ijumaa. Na ndio sayyidul ayami, bwana wa masiku ni siku ya Ijumaa. Na leo kuna watu hukataza watu kumwambia mtu Juma Mubaraka au Juma Karim. Hawajui kwamba kule kuambiana Juma Karim, Juma Mubaraka ni moja katika kuhimizana na kukumbushana ile siku ya Ijumaa na kuiadhimisha ile siku ya Ijumaa. Wala haimaanishi ukisema ukamwambia Allah Karim na Juma pia Karim basi imekuwa Juma kama Mungu. La, mimi nimekutolea aya hivi sasa, Mwenyezi Mungu Allahu Ar-Razzaq, lakini yeye mwenyewe ametuambia sisi farzuquhum. Sasa na sisi tumekuwa ni Ar-Razzaq pia? La, kuna sifa za Mungu mwanadamu hutakiwa awe nazo, kuna sifa haitakiwi iwe nazo. Allah Karim ataka na sisi tuwe wakarimu, Allah Rahim ataka na sisi tuwe rahim, lakini Allah Al-Mutakabbir hataki sisi tuwe na kibr. Allah Jabbar hataki sisi tuwe ni mutajabbir. Kuna sifa Mwenyezi Mungu Allah huwa al-adl, ataka na sisi tuwe na uadilifu. Sasa wewe mtu ukipamba, angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambiaje, imamun adil, katika wale atakao kufinikwa na kivuli siku ya kiyama ni imamun adil. Sasa Mwenyezi Mungu ni al-adl na imam ni adil, sio umekuwa sawa sawa? La, kuna sifa za Mungu atakiwa wewe ujipambe nazo, lakini hujipambi nazo kwamba wewe ni Mungu, wajipamba nazo kwamba Mwenyezi Mungu apenda sifa kama hizi mja wake awe nazo. Yeye mwenyewe Mwenyezi Mungu atuambiaje, i'dilu, kuweni waadilifu. Sasa tukiwa waadilifu, si utakuwa wewe umeitwa wewe nani? Muadilifu. Na Mungu nani? Muadilifu. Sasa wewe na Mungu mmekuwa sawa?
Sasa haimaanishi kunena Jumaa Karim, maana tukinena Jumaa Karim, Juma ina ukarimu mno. Mambo weza kuyapata siku ya Ijumaa, huwezi kuyapata katika siku yoyote katika siku nyingine. Fadhila tunazozipata katika siku ya Ijumaa imeitwa Sayyidul Ayami, bwana wa masiku. Angalia, hakuna swala bora kama ya alfajiri, lakini swala ya alfajiri ya Ijumaa ni tofauti na swala ya alfajiri zote. Jumatatu Mtume alikifunga, Alhamisi Mtume alikifunga, lakini hizi siku mbili azifungazo na Ijumaa tumekatazwa kufunga Ijumaa peke yake. Lakini wewe kule kula kwako siku ya Ijumaa wapata thawabu, ukiwa kuna mambo ya Ijumaa utayafanya. Wewe angalia, siku nyingine nenda msikitini kwa ajili ya swala ya dhuhuri kuanzia asubuhi, hupati fadhila zozote. Lakini ukaenda siku ya Ijumaa saa ya kwanza, kama fakana makadama badana, wewe keti itikafu baada ya alfajiri siku zote uingojea dhuhuri, hupati thawabu za ngamia wala za yaila kuku. Lakini siku ya Ijumaa ukaenda saa ya kwanza kama ulotoa ngamia, saa ya pili kama ulotoa ng'ombe, saa ya tatu kama ulotoa kondoo mwenye pembe, saa ya nne kama ulotoa kuku, saa ya tano kama ulotoa jogoo. Unaona? Ulotoa yai. Kuku na jogoo kama ulotoa yai. Umeona? Lakini hizi fadhila huwezi kuzipata katika siku nyingine. Sasa imekuwa karimu, haikuwa karimu hiyo siku. Mbali siku ya Ijumaa kumewekwa suratul Kahfi. Wewe suratul Kahfi soma siku yoyote upate thawabu za kama utakavyokuisoma siku ya Ijumaa. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema mwenye kusoma suratul Kahfi lailatul Jumaa wa yaumil Jumaa, hadithi zimekuja mbili. Mwenye kusoma suratul Kahfi usiku wa Ijumaa, na nataka ifahamike jamanini Waswahili, usiku wa Ijumaa ni ile Alhamisi usiku, ndio usiku wa Ijumaa. Usende ukasoma siku ile Ijumaa usiku, utakuwa umesoma usiku wa Sagadei, hutopata kitu. Usiku wa Ijumaa, muona kama leo sisi ni Jumanne, lakini hunu usiku ni usiku wa Jumatano. Kwa hiyo usiku wa Ijumaa ni ile Alhamisi, ndio ukaona watu wameweka zikao za kumswalia Mtume sallallahu alaihi wa sallam, kwa sababu kuna hadithi Mtume amesemaje, akthiru min as-salati alayya fi laylatil gharra'i wal yawmil azhar, nikithirisheni kuniswalia mimi katika lailatul gharra, usiku wa kung'ara. Ndio ule usiku wa Ijumaa, lailatul gharra, ule usiku wa Ijumaa waitwa lailatul gharra. Wal yawmil azhar, na siku ya kung'ara. Usiku huitwa lailatul gharra na mtana huitwa yawmil azhar. Na hadithi ni sahihi, yataka tumswalie usiku na mtana. Ndio wale wengine wakaweka kikao ya kusoma sera za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wewe zile zikao huzitaki na kumswalia pia humswalia, swalia peke yako nyumbani. Kwa hiyo kuna watu wengine huona akienda kwenye maulidi ataambiwa wewe swalia nyumbani. Swalia, lakini mswalie, keti umswalie. Ule usiku ni usiku wa kumswalia yeye, na ule mtana ni mtana wa kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kadhalika usome suratul Kahfi ule usiku na mtana wake, yani kuanzia magharibi mpaka alfajiri, time yoyote soma suratul Kahfi, na kuanzia alfajiri mpaka magharibi ya ile Ijumaa, saa yoyote soma suratul Kahfi. Kwa hiyo yatakiwa suratul Kahfi ya usiku, kuna na suratul Kahfi. Faida yake Mtume sallallahu alaihi wasallam asema mwenye kusoma suratul Kahfi basi Mungu humpa mwangaza, nuru. Ile nuru humuhifadhi yeye kutoka ile Ijumaa mpaka juma nyingine. Na katika riwaya iliyokuwa kwenye Muslim, wa ziada 3 ayyam, yani siku 10, wewe uko kwenye hifadhi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Siku ya Ijumaa Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia kuna saa. Anaangalia hapa Mtume namna atakavyo hii siku tuitukuze, angetuambia tu siku ya Ijumaa alasiri. Sikiza hadithi, siku ya Ijumaa kuna saa, haiyafiki mja katika saa hiyo akamuomba Mwenyezi Mungu haja yoyote ila Mwenyezi Mungu mkidhia haja yake. Haipatikani kwenye hiyo Jumatatu ambayo Mtume alikifunga, haipatikani kwenye Alhamisi ambayo alikuwa akifunga. Kweli hizi siku mbili zitafanana na siku ya Ijumaa? Hizi zina fadhila zake, lakini fadhila zake haziingii siku ya Ijumaa. Wataka ukarimu gani wewe?
Wataka baraka gani wewe? Ama kusema Jumaa mubaraka hii huwezi kuipinga kabisa kabisa kabisa. Angalia hadithi sahihi, Mtume kila siku sallallahu alaihi wasallam akisema Allahumma inni as'aluka khaira hadha al-yawm fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa huda. Kila siku, si Saturday si Sunday, si ndio siku siziona si siku za Waislamu? Manake kuna watu ukimwambia mtu bwana nitakuwa na chakula Jumapili, paka mufanye siku hizo. Hakuna siku zisizokuwa za Waislamu. Jamani, tutaka tufahamu, hakuna siku zisizokuwa za Waislamu. Kuna watu leo ukiwalika Yambo Jumamosi Jumapili kwambia hawa mambo yao mpaka wafanane na Mayahudi. La haula, alikwambia hizi siku zao ni zipi? Wao walisitaua kuona ndio hiyo siku ya Ijumaa wakakosea, lakini siku ni zao. La, sisi tumeangalia siku yetu ni Ijumaa, tumekatazwa siku ya Ijumaa kuhusisha usiku wa Ijumaa kwa ibada, marufuku. Ili wewe hutoinuka ile Ijumaa tu usiku ukaihusisha kwamba mimi sitofanya ibada ila Ijumaa tu, haitaki. Lakini Jumaa na siku nyingine sawa. Kufunga Ijumaa peke yake kama Ijumaa, na hapa nataka ifahamike vizuri, Kuna mtu zingine ukikutana naye umwambia bwana, baada ya Ijumaa ndo ule, umwambia mimi nimefunga. Haramu. Uniuliza mando mmefunga nini? Kufunga siku ya Ijumaa kama Ijumaa peke yake haramu. Lakini wewe wadaiwa nitakulipa siku ya Ijumaa, si haramu? Nadaiwa. Sisi tumekatazwa siku mbili kufunga peke yake kama siku, Ijumaa peke yake na Jumamosi peke yake. Na hapa nataka watu wafahamu kwa nini Mtume sallallahu alaihi wasallam ataja hizi siku mbili tu. Siku nyingine mimi nataka kufunga Jumapili peke yake, waweza kuniambia haifai? Huwezi. Kwa sababu Mtume hakusema na Jumapili peke yake haifai. Kwani Mtume haiui kama alikuwa kuna Jumapili ankula Jumapili? Kwa nini aseme Ijumaa peke yake haramu, Jumamosi peke yake haramu, lakini Jumapili asihitaji? Maana yake Jumapili peke yake si? Mbona hamujibu? Mtume atuambie sallallahu alaihi wa alihi wasallam haifai kufunga Ijumaa peke yake. Mtume atuambie haifai kufunga Jumamosi peke yake, siku nyingine asitae. Maana yake hizo nyingine mtu atakuja akwambia nipe dalili. Kupe dalili? Wewe nipe wewe dalili ya kwa Mtume amenena hii usifunge. Akhi, si kila kitu mimi nikupe mimi dalili ya kufanya, wewe nipe wewe dalili ya kutofanya. Dalili siku zote ikiwa hakuna dalili ya kukataza ni alama ya kuwa dalili ya kufanya nini? Ya kufaa. Kwa ila tungekuwa madarasa kama haya tutoe dalili, kuweka mafeni tutoe dalili, kutakuwa tutaweza na hizo dalili basi. Kwa hiyo siku ya Ijumaa kuifunga kama Ijumaa haifai. Siku ya Jumamosi kuifunga kama Jumamosi haifai. Siku ya Ijumaa, usiku wa Ijumaa kuinuka kwa ajili ya ibada kama usiku wa Ijumaa. Lakini lau umeafikiana na usiku wa Arafa, sawa? Kwa sababu usiku wa Arafa una fadhila zake. Mimi siinuki kama ni wa Ijumaa, nainuka kama ni usiku wa nini? Umepambana usiku wa Ijumaa ndio usiku wa Idi. Mimi nauhuisha kama usiku wa Idi, sihuishi kama usiku wa Ijumaa. Jamani, nataka hizi nususi yazitaka taftiti, uzichambue ili mtu aelewe, sio tu wewe uje juu juu ibara, wewe huelewi kitu. Fiili hii ya taaddi na nini, waje tu ukajifasiria utakavyo wewe. La, nataka tuelewe, tutawatia watu mahala patabu. Uje tu wewe useme haifai kusema Jumaa mubaraka. Sasa huyu Mtume kila siku hii siku ya Ijumaa tu hii dua wajua. Sisi tulipohata kusoma madua haya ndo tumekuwa hatuyui. Wale wazee wetu wa zamani walikuwa wakisoma nyiradi msikitini ndo waziua dua hizi. Hizi si dua zimewekwa na wao. Hizi ni dua alikisoma Mtume kila siku sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni, Mola mimi as'aluka, na kuomba wewe, khaira hadha al-yawm, khairi ya siku kama hini, fathahu, ufungufu wake, yani kufunguliwa mambo yake ya siku hii. Kama kuna mambo mazuri na mimi nifungulia katika mambo hayo. Fathahu wa nasrahu, na kunusurika na hii ni siku. Kama kuna watu watapata nusra na mimi napata. Wa nurahu, na mwangaza wa hii siku. Wa barakatahu, na baraka ya hii siku. Ya kila siku ina baraka. Siku ya Ijumaa ndio ikose? Ya akhi, muja mkaharamisha vitu tu namna nini, haifai Jumaa mubaraka.
haifai nini. Mmoja jana ameuliza ati amemwambia Zita mpaka ndoa itaka, amwambia happy anniversary, itaje hiyo happy anniversary, asema pia haifai, bida haram. Sasa happy anniversary haramu yake iko wapi? Mimi na si nikukuombea happy, maana yake nini? Jamani, hatufai kufurahiana na furahia kwa kutimiza mwaka nyi kuoana. Alhamdulillah, neema hii. Wangapi wameoana siku 2 3 kama ya akhi, happy birthday mtu mwambie happy, haram, bida. Mambo yatakao kufanyika yaweza kuwa ni haramu, lakini kufurahia siku alhamdulillah. Miaka 20 sasa mimi Muislamu kuanzia nizaliwe, neema alhamdulillah, ufai kumshukuru. Wasalamun alayya yauma wulidtu, huyo ajiombea amani siku nilizaliwa. Wasalamu alayhi yauma wulida, katika Qur'ani huja tu haramu, pengine mambo atakao kufanyika ni kuifananisha. Jamanini, si kila jambo likiwa limewahi kufanywa na asokuwa Muislamu huwa moja kwa moja limekuwa haramu. Angalia jambo lenyewe ni jambo gani. Wewe ukisoma Ashura, Mayahudi walikisherekea, mbona Mtume akusema la madamu Mayahudi tuwatie, au sio? Mtume SAW alipouliza hawa wafungia nini, asema wamefunga kwa sababu ndio siku Musa aliokolewa na nani. Akasemaje? Nahnu ahaqu bi Musa. Basi Mtume afanana na Mayahudi. Ya akhi, ila fahamu. Na kuna mambo mengi. Angalia alipokuja Madina, alimwambia Abdurrahman bin Auf afanye nini? Fungua soko, kwa sababu Mayahudi wana soko lao. Akamwambia msifanye biashara, wateni Mayahudi. Jamani nini? Hele, tusomeni hizi sera, tuangalie na mbinu ngapi na ngapi na ngapi. Ghazwatul Khandaq, lile shimo kufukuliwa, fikra aliyoitoa nani? Salmanul Farisi. Salmanul Farisi asema kule kwetu, kule kwao walikuwa watu gani? Ni mitume tu wa Furs. Muislamu wa kwanza kusilimu ni Salmanul Farisi. Mtume akusema usituletee fikra za kinaswara na za Kiyahudi. Jamani nini? Hela taratibuni. Leo wewe ukileta fikra watu waowe pamoja waambie waleta fikra za Kiyahudi. Jamani, ni si kila fikra marfudh. Ile fikra hutukuliwa ikapimwa, yakubalika, ikatiwa katika miyaru shar'i. Kuna kikapu cha sharia ikaangaliwa, hii yakubalika haikubaliki. Sasa leo missionary wameweka hospitali zao, sisi Waislamu tusiweke kwamba akhi wewe uje useme haifai kwenda kutibiwa kwa missionary. Tuwekeni yenu basi nyinyi Waislamu. Ni hospitali ngapi zina maana ya Kiislamu hazina Uislamu ndani yake? Lakini wewe nenda hospitali za kimashinari uangalie, kunao ushinari kama ushinari ni dini, sio? Mimi hata sisi manake mashinari Mayahudi Maislamu sikutiwa mimu tu, pengine ina lenyewe ni shinari, ile mimu imeongezwa kwa yu. Ukenda batakuya wao wakueleze sijui Isa sijui hivi, hakwambii umeamini haya hukuamini, wao watakuelezea tablighi zao, watakueleza kisha wakutibu bure. Nenda huko kwa Waislamu, hawakuelezei hata Mungu ni mmoja. Hizo maina ya hospitali zilizoandikwa maina ya Kiislamu, nenda. Hao hawataki uwe na Mungu usiwe naye, wao watakani. Lakini wale ukenda mwanzo atakueleza itikadi yao. Mimi nishawahi kwenda, mimi mwenyewe nishawahi kwenda, ndio mwanzo kuyua. Kuna hospitali hapa ya Mato, mimi nimekwenda na hiyo hospitali ya Mato hii ankula hii hapa Lighthouse, kuanzia mwaka 92 nakumbuka hiyo siku nikenda, mmekuja kupima mato, ameniweka unielezea sijui Isa hivi sijui Yesu kadhaa. Umemsikiliza tu, si yeye uzungumza. Mwisho hakunambia umemwamini Yesu kwamba ni mtoto wa Mungu, hakuuliza. Wakanipima, wakanipa miwani na kanao maelezo yao. Hawe nenda kama iko ya mato ya Kiislamu, watakuelezea kwamba mtume amezaliwa Maka, amekufa Madina, Mwenyezi Mungu ndio aliumba mbingu na ardhi, ameamrisha swala 5, hakuelezi lolote. Wewe ukaenda haya lipa fizi ya kadi wao Sasa wewe useme kwamba Waislamu tukiweka hospitali za Kiislamu ni kutaba wao. Jamanini, si kila jambo ni haramu kutabana. Kuna mambo si haramu kutabana, kuna mambo ni haramu kweli tuigizane, lakini kuna mambo si haramu.
bali kuna mambo ukiangalia wewe yenyewe Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyatukua kwa wengine akayabarikia. Kwa hiyo usije tu wewe Ramadhani mubaraka zimekuwa hazifai. Sasa sisi tubakie na ipi jamani? Tubakie na lipi la kukumbushana misimu ya kheri? Yani kuna watu wao wataka wewe Muislamu ubakie huna chochote, basi ukiona huna kumwambia mtu sabah alkhair, sabah an-nur, sabah, ndio pale sasa yatakuya sabah alful. Ya Allah siyo mwayo hiyo sabah alful. Sasa sitabaki kisha ni hawayu sisi ndo hawatini. Haya maneno ya kizungu, maneno ya mazuri, maneno matamu, yani maneno ya kupeana fali nzuri. Angalia watu tumekuwa utumiana message Jumaa usiku wa kukithirisha kumswalia Mtume, Ijumaa usiku wa kusoma suratul Kahfi, usiku wa angalia mpaka mtu hisi kwamba yeye waishi katika siku ya Ijumaa. Kuna wengine walikuwa hawafahamu kwamba yeo ni Ijumaa. Kwa hiyo siku ya Ijumaa ni siku ambayo kwamba ni tukufu kuanzia jua lizame ya magharibi ya Alhamisi mpaka magharibi ya Ijumaa. Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia kuna saa, haikuitaja hiyo. Mumin hamuombi Mwenyezi Mungu haja yoyote ila Mungu hukukidhia haja yako. Wewe huiafiki hiyo. Kila mmoja akaitahidi. Wenye kusema ni baina imamu akiwa kwenye mimbari, baina khutba mbili. Wenye kusema Sayyidatuna Fatima alisema ni ile 1 hour before maghrib. Sayyidatuna Fatima ilikuwa kabla ya magharibi kila siku ya Ijumaa, magharibi ya Ijumaa ile magharibi ya Ijumaa kuingia Jumamosi, hazungumzi na mtu yoyote, ukaa kwenye mswala wake akamwomba Mwenyezi Mungu. Hata ile saa yaitwa Saatul Fatimia, saa ya Sayyidatuna Fatima. Yani Sayyidatuna Fatima aliichagua ni time hiyo, siku ya magharibi, siku ya Ijumaa kabla magharibi 1 hour. Sayyidatuna Fatima hataki story na yoyote ile, wakati ukae na Mola wake tu. Sisi siku ile ndio siku ya kutaradhisha sagadei la haula. Kwa hiyo siku ya Ijumaa ni siku tukufu sana, na hii ni Ijumaa zamani likiitwa yaumul uruba, siku ya kuvunda mfupa. Zamani siku ya Ijumaa likiitwa yaumul uruba, yani Waarabu walikikusanyana siku ile, ndo siku ya kila nyumba ikitindwa, wale makabila zile familia zikikutana zikila hiyo. Na hii ada sisi tumeiona. Nakumbuka sisi tulipokuwa vijana, siku ya Ijumaa yeo kutaliwa kwa ammi fulani, yeo zile familia zikipata kujuana. Lakini leo hakuna jambo kubwa kama kukimbizwa familia. Yeo kila kuwawe hukimbia familia, hutengana mpaka ukionana ambia tena tulelewa pamoja huyu. Kwa nini mimi na wewe tumelelewa pamoja, sijana wetu asilelewe pamoja? Haya matatizo nayo yameenea, kila mmoja hukaa kivyake. Wengine watuambia la, ilikiitwa hivi yaumul jumaa lijtimai nnas, watu walikikusanyikana kabla ya Uislamu, na ilikuwa ni siku ya masoko. Waarabu walikiita ni siku ya soko. Wengine wakatuambia imeitwa siku ya Ijumaa ndio siku waliokusanyana Adam na Hawa, ndio siku walikutana Nabii Allahi Adam na mametu Hawa, walikutana siku hiyo ya Ijumaa. Siku ya Ijumaa ilikuwa baada ya kuja Uislamu na baada ya kufaradhiwa swala ya Ijumaa. Hii wingi hayajui haya. Sikiza kwa makini. Ilipofaradhiwa swala ya Ijumaa, ikawekwa raka 2, kukawekwa na khutba ngapi? 2. Lakini ilikuwa mwanzo Mtume yuwaswali sallallahu alaihi wasallam, kisha ndio yuwafanya nini? Sikiza vizuri. Mwanzo Mtume yuwaswali, watu walikiswali Ijumaa, kisha ndio khutba. Mbona Ijumaa ni vitu viwili, ni swala ya Ijumaa na nini na khutba ngapi? 2. Kwanza Mtume alikiswali
kisha ndio wakafanya nini? Tumefahamu hapa. Hii system sio ilikuwa mwanzo wa Uislamu. Mwanzo wa Uislamu ilikuwa mwanzo mtume akiingia msikitini ataswali kisha khutba. Kwa kuwa kama nilivyoelezea, Ijumaa ndio siku ya soko. Ijumaa ndio siku ya nini? Ya soko. Watu wameshaswali na mtume. Wenye biashara walikia ni kama magari ya magari kule sokoni akiingia, si uingia bu 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 mahoni kuonesha kwamba mzigo kule amu kuna gari, badala kutuletea mambo ya maana huyo yanamongoka. Likipita utalisikia kengele kuyulisha watu haya. Wasokuwa na akili wae wote gari lao limekuya hili. Gari la mongoka. Watu hawasherekei zikia ziazi, hawasherekei zikia tamata, sherekea kuya mongoka. Sikukosa akili huku. Mekuwa na vijana wamekuwa wasomesha maneno maovu, ati kijana ameulizwa skuli ni mboga gani nzuri kula mbichi, anasema ni mongoka. Aulo. Subhanallah. Mwenyezi Mungu atuondolee balaa hili. Wallahi fitna kubwa, balaa kubwa hili, janga kubwa. Na wallahi shujani ule atakaye kuwapiga marufuku. Huyo ndo wakupewa, atakuwa ameondosha munkari mkubwa sana. Sasa wale wenye kuya na bidhaa walikuwa wamezoea huya na ngoma zao. Jamaa tumesha swali. Jamaa walikifahamu kwamba Ijumaa muhimu ni nini? Ni zile swala mbili. Wakaona kwamba khutba ni kawaida tu kama tulivyokuwa sisi, au sio? Sisi wengi wetu tupenda swala tu. Zile khutba, wewe angalia, ukisikia ile inna Allaha ya'muru bil adli, utasikia watu tele sasa msikitini. Ile khutba hakuna ayao, na ayao wingi utakuwa hulala. Mimi naweza kunena pia makosa pengine sisi makhatibu hatuna khutba za kufanya nini? Kuchangamsha. Pia tutataka tuwe na khutba za watu wafanye waweze kuja kukusikiliza. Haya tutazungumza wakati itakapokuja wakati wa khutba, maana kuna masala muhimu siku hiyo. Siku itakapofika khutba, naomba mtu asikose darasa hilo. Sasa wao wakafahamu kwamba umuhimu wa swala wa Ijumaa ni zile swala, si zile khutba. Ikawa mzigo ukiingia, kila mmoja ukimbilia. Wajua mafruti yamekuya, kila mmoja ataka ile nzuri nzuri, au sio? Ukiketi mwisho utakwenda kupata mapapayu yamegongana, utapata mapilipili boga ndio yamekwisha kwisha. Sasa wakatoka msikitini, ikateremka aya, wa idha raau tijaratan au lahwa, watakapokusikia biashara au wakasikia ngoma zao, kuna ngoma sherehe hufanywa za siku ya Ijumaa kwamba tayari kufanywa, ni mfadhu ilaiha, huikimbilia. Watarakuka, wakakuata wewe mtume qaima, usimeme. Maswahaba walitoka wakabakia watu 12 tu. Mwenyezi Mungu amwambia mtume, qul, neno ya Muhammad uambie hao, ma inda Allahi, huko kukaa kusikiliza khutba mwapata thawabu kwa Mwenyezi Mungu, na thawabu za Mwenyezi Mungu khairun min Allahi wa min at-tijara. Lakini ni yoyote afahamu kwamba khairun min Allahi wa min at-tijara, wallahu khairu arraziqin. Hii aya yatakiwa maelezo marefu, kwa sababu hii aya kuna watu itolea dalili ya kuwa ukimaliza kuswali fa idha qudhiyatis salatu. Nataka nije nikuelezee kwanza, ujue kwamba imeteremka katika swala ya Ijumaa, si swala nyingine. Kisha makusudiwa fantashiruni ni kwamba ukimaliza toka mbio, au mwanzo subiri. Kuna dua mtume alikizileta, hazileti ila siku ya Ijumaa, ila baada ya swala ya Ijumaa. Sasa wewe utazileta lini? Ikiwa kuzileta msikitini unatamaa kuzileta ndiani, wewe huna fahamu ya kumtaya Mungu wako ndani ya nyumba yake, utamtaya kwenye nyumba yako? Na wewe ukiingia utakuangalia zipindi, watakuangalia sultani, sio watakumwangalia na abdi. La haula wala quwwata illa billah. Insha Allah taala darasa litakalokuya nitaishika hii aya tuweze kuichambua maelezo yake ilikuwa ni nini, ikiwa itakuwa imefikia mahala pake. Mwenyezi Mungu atupe kila la khairi, atuepushie kila la shari. Naam.